Daniel Toroitich Arap Moi, rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, alizaliwa mwezi Septemba mwaka wa 1924 huko Sacho, Baringo. Hii ni historia ya kina zaidi ya maisha ya Moi kama inavyosimuliwa katika kitabu cha tawasifu yake iliyoandikwa na mzungu maarufu Andrew Morton. Wakati Daniel Arap Moi akizaliwa, babake aliyeitwa Kimoi Arap Chebii aliishi katika kijiji cha Kurieng'o kilichoko juu ya milima ya Tugen, wilaya ya Baringo. Babake Moi, Kimoi Arap Chebii, alikuwa ana wake wawili walioishi katika boma lake linaloitwa kwa Kitugen Chang'ap Gotik. Mke wa kwanza wa mzee Kimoi aliitwa Kabon na mkewe wa pili aliitwa Tartok. Jioni moja ya Septemba, wakati mifugo ya mzee Kimoi ikirudishwa nyumbani kutoka malishoni, mkewe wa kwanza Kabon alizaa mtoto wa kiume ambaye angeishia kuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya. Basi mtoto huyo akaitwa Kapkarios Toroitich, inayomaanisha kukaribisha ng'ombe nyumbani. Tarehe kamili aliyozaliwa Daniel Moi haijulikani, lakini Moi mwenyewe alikumbuka vizuri kipindi alichozaliwa kilikuwa mwezi Septemba 1924. Jina Moi katika lugha ya Kitugen linamaanisha ndama wa ng'ombe na jina B lake babake linamaanisha zizi la ng'ombe, kumaanisha mzee Kimoi Arap Chebii alizaliwa wakati ng'ombe wa babake walikuwa wamezaa ndama wengi, na babu yake Moi aliyeitwa Chebii alizaliwa katika zizi la ng'ombe. Ng'ombe walikuwa muhimu kwa jamii ya Watugen wakati huo, na basi ikawa sababu ya ukoo wa Moi ulioitwa Sot kuhama kutoka Mlima Kenya walikopigana na Wamasai kuhusu ng'ombe miaka mingi awali. Kati ya karne ya 17 na karne ya 18, mababu zake Moi walihama Koilege ama Mlima Kenya na kuingia bondeni Rift Valley kuondokea wizi na mapigo ya Wamasai ambao waliamini kila ng'ombe duniani alikuwa mali yao. Kati ya jamii ya Watugen, umiliki na uzalishaji wa mifugo haswa ng'ombe ni muhimu zaidi ya ukulima ama umiliki wa ardhi, mwonekano ambao unashikiliwa hadi leo, tofauti na jamii zingine nyingi za Kikalenjin kama Nandi na Kipsigis. Katika vita vya ardhi vilivyofanyika bondeni Rift Valley miaka ya 1990s, Watugen ndio jamii pekee ya Kikalenjin ambayo hawakuhusika. Wakati Moi akizaliwa, jamii ya Watugen walikuwa watu waliojitenga sana na jamii zingine na waliofundisha ujasiri na utulivu kama tabia zilizotarajiwa kwa wanaume. Hadi leo, sio rahisi kuona Watugen wengi wanaoishi mijini ama katika vitongoji duni vilivyochimbuka katika miji mikuu nchini Kenya baada ya uhuru. Msemo maarufu kati ya Watugen unasema sisinge sikwasta nereket, kumaanisha tulia mpaka hasira zako zikuache. Isitoshe, kati ya Watugen alikozaliwa Daniel Moi, mizozo yote ilitatuliwa katika vikao vya baraza la kijiji na hapakuwa na mfumo mwingine wowote wa upinzani uliokubaliwa, kwani kwa Wakalenjin mpinzani ni adui. Wakati Moi akizaliwa, ukoo wake wa Sot uliheshimiwa na babake Kimoi Arap Chebii alikuwa mmoja wa wazee wenye hadhi ya juu vijijini vya Tugen Hills. Mjomba wake Daniel Moi aliyeitwa Kiplagat Chepkeitani aliteuliwa na mkoloni kuwa chifu mkuu ama senior chief wa kata yao ya Sacho. Wakati Daniel Moi akiwa mvulana mdogo, mikutano mingi ya ukoo ilifanyika katika boma la babake, lakini baadaye ikahamishwa na ikawa inafanyika Kabartonjo. Licha ya kuheshimika katika ukoo, familia ya Daniel Moi iliishi kwa umaskini ikilinganishwa na viwango vya leo. Wakati wa kiangazi, jua liliwaka na ardhi kukauka, na Daniel Moi na kakake mkubwa Tuitoek wangetafuta matunda na mizizi ya msitu na kuila wakati njaa ilipozidi, wakati wakiwa mbugani kulisha ng'ombe 30 na mbuzi 200 za mzee Kimoi. Mzee Kimoi alikuwa na watoto 13 kwa jumla, watoto 7 waliozaliwa na mke wa kwanza Kabon, mamake Daniel Moi, na 6 wakawa wamezaliwa na mke wa pili Tartok. Kuwalisha wanawe na mama zao, mzee Kimoi Arap Chebii alikuwa na magala 6 ya nafaka nyumbani kwake. Kifungua mimba wa mzee Kimoi aliyeitwa Tuitoek alikuwa tayari amepigania Uingereza kama King's African Rifle katika vita vya kwanza vya dunia kabla ya Daniel Moi mwenyewe kuzaliwa. Zaidi, Moi alikuwa na dada 3 waliozaliwa mbele yake, ikiwemo mmoja aliyeitwa Rebecca Chelimo. Daniel Moi alikuwa na ndugu wawili wadogo zake, mmoja aliyeitwa Kiprop na aliaga dunia akiwa bado mvulana, na mwingine aliyeitwa Chesang ambaye alifariki wakati akipitia tohara.
Kando na ndugu zake hao, Moi alikuwa na dada 6 waliozaliwa na mama yake wa pili. Dada hao wote waliitwa Sote. Kakake mwingine kwa mamake mdogo Tartok aliitwa Chesire. Kufikia 1928, baa la njaa likagubika maeneo ya Tugen Hills kufuatia kiangazi cha muda mrefu. Mzee Kimoi Arap Chebii, babake Daniel Moi, alialikwa kama mmoja wa viongozi wa ukoo wake katika majadiliano ya viongozi yaliyofanyika chini bondeni, safari ya siku nzima kutoka juu milimani walikoishi. Daniel Moi alikuwa na umri wa miaka 4 wakati huo. Mzee Kimoi aliporudi kutoka kwa mkutano huo, alikuwa ameshikwa na homa aina yake na akalazwa nyumbani kwa wiki nzima akiwa hali mahututi. Baada ya wiki moja ya kuugua, Mzee Kimoi Arap Chebii akaaga dunia. Katika desturi ya jamii ya Watugen, mwanawe kifungua mimba Tuitowek akamzika babake Mzee Kiboi kwa heshima zote kama desturi ya jamii, lakini watoto kama Moi wakazuiliwa kushuhudia mila hizo za mazishi kwa uoga kuwa wangeziiga katika michezo na kuikasirisha misimu. Basi wakati Tuitowek alipokuwa kiongozi mpya wa familia, mtoto Daniel Moi akawa haelewi vyema kilichoendelea nyumbani kwao. Kama mvulana mchanga, Daniel Arap Moi aliendelea kulisha ng'ombe na dada zake wakubwa. Kadri alivyoendelea kiumri, mvulana huyo akaacha kuwachunga ndama na dada zake na akapanda cheo, akaanza kulisha mifugo yote na wavulana wakubwa nje milimani ya Tugen Hills. Hii ilikuwa mila ya jamii. Wakati babake Mzee Kimoi Arap Chebii akiwa katika rika lililoitwa Kablelach, ndugu yake mkubwa Tuitowek alikuwa mwanarika wa Nyongi na Daniel Moi mwenyewe akawa mwanarika wa Chumo. Dada yake Daniel Arap Moi anaitwa Rebecca alisimulia mwandishi Andrew Morton kuwa Daniel Moi alikuwa mtoto mtiifu aliyebeba rungu na mshale kutoka umri mdogo. Kama mvulana vijijini, Moi alibeba silaha zake ikiwemo uta na sime kila walipoenda kulisha mifugo, na huko wangejifunza kutumia zana hizo za vita huku wakichunga ng'ombe pamoja na wavulana wenzake. Alipofika kati ya miaka 10 na 12, Daniel Moi alishikana na wanarika wake na pamoja wakajenga nyumba maalum za vijana walikoishi kuhama kwa nyumba za mama zao walipokaribia tohara. Katika mila zao ilikuwa aibu kubwa kwa watoto wa kiume hata kukaa kuzungumza na mama zao jikoni. Baada ya kifo cha babake Mzee Kimoi Arap Chebii, jamii ya Tugen ikazidi kuhisi makali ya kiangazi na njaa, na juu yake unyanyasaji uliokuja na kulipa kodi kwa wakoloni. Zaidi, mamia wanaume wa Tugen walilazimishwa kuziacha familia zao na kufanya kazi katika mashamba ya makaburu wazungu waliozidi kujaa bondeni Rift Valley kila uchao. Hali ya njaa ilipozidi, msafara wa watu 1000 walitumwa na serikali ya mkoloni kutoka Eldoret kupitia Tambach walete mizigo ya nafaka kuwalisha Watugen ambao walikuwa wanakaribia kumalizwa na baa la njaa. Sababu kuu ya kuwalisha wanajamii hao wa Daniel Moi ilikuwa kuwapa nguvu ili waweze kufanya kazi ngumu shambani kubwa za makaburu wazungu, yani colonial settlers. Zaidi, waliolishwa na mzungu walitarajiwa kulipia ukarimu wa mkoloni kwa kusaidia kuchimba barabara na hata kufukuza nzige waliokuwa wanashambulia mimea katika shamba hizo za wakoloni wavamizi. Watu waliotumika kutekeleza unyama wa mkoloni baina ya Watugen walikuwa Wanubi waliotokea Sudan, na wakati mmoja walikuja kijijini kwao Daniel Moi na kulazimisha wanaume wenye nguvu kubeba mbwa wa mkaburu mgongoni. Kabla ya kifo chake mwaka wa 1993, Tuitowek, ndugu yake Daniel Moi, alisimulia jinsi wanakijiji walitukia Wanubi hao mamluki sawa na walivyowaogopa. Ilipofika 1934, chifu wa kata ya Sacho na mjomba wake Daniel Moi aliyeitwa Kiblabat Chepkeitani akaita mkutano wa baraza la kijiji. Katika mkutano huu aliwaomba wanakijiji ambao wengi walikuwa wanaume kujadili ombi maalum ambalo alikuwa amepokea. Wazungu wa Kristo walikuwa wamefika eneo la Sacho na wakatuma ombi kwake wakitaka watoto wadogo watumwe kwao ili wawape elimu ya Kiingereza. Mzee Kiblabat Chepkeitani alipoibua swala hili, karibu kila mwanakijiji aliyekuwepo akapinga ombi hilo vikali. Wanatugen waliona hii kama njia ya kupoteza watoto ambao walikuwa wafanyikazi wa kesho na waleo uko nyumbani. Hata hivyo, Chifu Kiblabat Chepkeitani akasisitiza kuwa iwapo wanao wangesoma na kuzijua mbinu na lugha za mkoloni, basi hata wangepata kazi ambazo walifanya Wanubi mamluki waliowatesa Watugen kwa niaba ya mkoloni.
Kuthibitisha maono yake na imani yake na mpango huo, chifu huyo akajitolea kutuma mwanawe Kibowen, mtoto wa marehemu ndugu yake Toroitich arap Moi, yani Daniel Moi, na Lachumba, mtoto wa jirani yake, kama wawakilishi wa kwanza kwa kijiji chao katika shule hizo. Watoto hawa wangekuwa kundi la kwanza kutoka kata ya Sacho kuhudhuria shule mpya ya Kabartonjo Mission School. Wazo la kuwatuma watoto wa kike katika shule hizo za kwanza za wamishonari lilipingwa vikali na kila mtu. Mwanzo kabisa, Tuitoek ambaye alikuwa sasa mkuu wa familia yake ya hayati mzee Kimoi arap Chebii akawa na shauku kuhusu kumruhusu ndugu yake mdogo aende shuleni Kabartonjo, kwani aliwashuku sana wazungu na desturi zao. Lakini hatimaye Tuitoek aliamua kumpa baraka zake kijana Daniel Moi ambaye alikuwa na miaka 10 wakati huo. Wakati akiondoka, Tuitoek alimwambia kakake Moi ambaye alijulikana kama Toroitich aende kule na asome njia za mzungu na huenda baadaye angejisaidia na kuisaidia familia yake. Wakati huo, licha ya kuwa na familia, Tuitoek alikuwa mmoja wa Watugen waliolazimishwa kufanya kazi nzito na Wanubi wa mkoloni bila malipo ya maana. Siku ya kuondoka ilipofika, Toroitich Moi na wavulana wenzake walikuwa na hamu ya kuanza awamu mpya ya maisha yao kama wasomi katika shule ya wanamishonari ya Kabartonjo. Walipoondoka kuelekea Kabartonjo, walivaa nguo za Kitugen zilizotengenezwa kwa ngozi ya mbuzi na wakabeba mishale na rungu zao sawa na walivyozoea kubeba wakati wakichunga mifugo nyanjani. Alipowasili katika makao yake mapya katika shule ya Kabartonjo, Toroitich arap Moi alipewa kaptura ya kaki na shati yake na akawacha kuvaa vazi lake la ngozi ya mbuzi. Shule ya wanamishonari ya Kabartonjo ilianzishwa na Reverend Albert Edmund Barnett na mkewe Elma, ambao waliwasili bondeni la Ufa mnamo 1910 kutoka Australia. Katika wasifu wa maisha ya Daniel Moi iliyochapishwa na Bwana Morton mwaka wa 1998, inasimuliwa jinsi mwanamishonari huyo alifika eneo hilo alikozaliwa Toroitich arap Moi. Reverend Albert Barnett alipoondoka kutoka kituo cha wanamishonari cha Rumuruti 1911 na kuingia Laikipia, alikuwa na kikundi cha Waafrika waliombebea mizigo, mkewe mzaliwa wa Uswidi Elma na wanao pacha wachanga Eric na Arthur. Ghafla katika safari yao walikutana na kifaru ambaye alitia mori na kuwakimbilia tayari kushambulia kundi hilo. Mwanamishonari Barnett anasemekana kupiga magoti na kumlilia Mungu wake, na mara moja kifaru huyo akagairi mwelekeo na kuwaacha. Hatimaye Reverend Barnett akafika eneo ambalo lilikuja kupewa jina lake la Kabarnet, na hapo yeye na mkewe wakaanza shughuli ya kuwahubiria wakazi wa Kikalenjin waokoke na wawe wa Kristo. Hata hivyo, kufikia 1918, Barnett na familia yake waliishia kuzozana na maafisa wazungu wa serikali ya mkoloni na wakahama kuishia Eldama Ravine. Baadaye walikuja wazungu wanamishonari wengine kutoka Australia ambao walitwa Ernest na Amy Daziel. Wawili hawa ndio walishikana na Barnett na mkewe na pamoja wakafungua shule ya African Inland Mission Kabartonjo, wala sio Kabarnet, wakilenga kujiepusha na mizozo ya maafisa wa serikali ambao walipinga kusomesha wa Afrika. Shule ya Africa Inland Mission Kabartonjo ilijengwa 1926. Wanamishonari wengine wengi walijiunga nao baadaye, ikiwemo wanandoa wazungu Stuart na Elise Bryson, mwinjilisti Tom Collins na mzungu mwingine aliyeitwa Bwana Maxwell na mkewe. Wote hawa walifundisha katika shule la Africa Inland Mission Church Kabartonjo, kando na kusafiri mashinani na vijijini wakifundisha watoto wadogo. Zaidi, kulikuwepo na walimu wa Afrika kama Stefano Chepkonga alianzisha shule ya kwanza katika kata ya Sacho alikozaliwa Moi mwaka wa 1936. Walimu wengine wa Afrika walikuwa Ruben Seronei na mkewe Lea, ambao mwanao Jean-Marie Seronei aliishia kuwa mshindani mkubwa wa Rais Daniel Moi bungeni na serikalini. Familia ya Reverend na Emma Barnett waliishi na kuhubiri Kabartonjo kwa miaka mingi, na waliwasili na wanao pacha Eric na Arthur Barnett ambao walikuwa wavulana wakati Toroitich Moi akiwasili shuleni Kabartonjo. Huko Kabartonjo Mission School, maisha ya Daniel Moi yalikuwa magumu lakini yenye kusisimua kwa kijana huyo wa mzee Kimoi arap Chebii. Maisha ya kijana Toroitich arap Moi katika shule yake yaliposhika mkondo, akawa na marafiki wengi baina ya walimu na wanarika wake. Wenzake walimuita Kapkarios, jina la utani ambalo lilimaanisha alikuwa na kichwa kikubwa kushinda mwili wake.
Mwaka mmoja baada ya Moi kuingia shule ya Kabartonjo Mission School, shule hiyo ikafungwa kwa mwaka mzima kutokana na kiangazi kikali kilicholeta baa ndefu la njaa. Ijapokuwa wanafunzi wakubwa walikubaliwa kurudi makwao katika kipindi hicho, wapo wengine wadogo kama kijana Toritich Moi ambao walisalia na kukaa nyumbani kwa walimu wao karibu na shule. Mwalimu aliyemwalika kijana Toritich Arap Moi kuishi naye wakati wa kiangazi cha 1935 ni Elizabeth Chesire na mumewe Isaiah ambao walikaa naye katika nyumba yao ndogo. Ni katika nyumba hii ya Elizabeth na Isaiah Chesire ambapo imani ya Moi kama Mkristo ilipata misingi ya kudumu. Ikiwa tarehe 20 Oktoba mwaka uliofuata wa 1936, Daniel Moi alibatizwa rasmi kuwa Mkristo. Ubatizo wake ulifanyika katika mto wa Bebiemit na aliyembatiza alikuwa mzungu Reverend Daziel. Kijana Kapkarios Toritich Arap Moi alichagua jina la ubatizo kutoka kwa Biblia na akaitwa Daniel. Licha ya kuwa wanamishonari wa African Inland Mission walikuwa wamekaa eneo hilo wakihubiri kwa miaka mingi, kijana Moi alikuwa mtu wa 15 tu kuwahi kubatizwa eneo hilo la Kabartonjo. Basi kijana Moi akabatizwa kuwa Daniel Toritich Arap Moi. Baada ya kubatizwa, Daniel Moi akawa hatangamani tena na wanajamii wasiokuwa Wakristo kama alivyofanya awali. Ijapokuwa alirudi Sacho kuzuru ndugu zake mara kwa mara, wakati wake mwingi alihusika kuhubiri Injili ya Yesu Kristo vijijini pamoja na waumini wenzake. Imani ya Africa Inland Mission ilikuwa imeanzishwa Marekani awali 1895 na ilitofautiana sana na dhehebu zingine za Kikristo kama ile ya Kikatoliki na ile ya Kianglikana. Jambo hili likachangia mizozo ya kila mara kati ya wana AIM na serikali ya kikoloni nyakati hizo. Elimu katika shule za Africa Inland Mission ilijulikana kuwa ya viwango vya chini, kwani dhehebu hiyo ilikuwa imekataa kupokea usaidizi kutoka kwa serikali ya kikoloni kuanzia 1922. Kufikia 1938, ukosefu wa pesa na rasilimali tosha kuliendelea kuathiri shule ya kimishonari ya Kabartonjo, na Reverend Ernest Daziel ambaye alikuwa amesalia kusimamia shule hiyo akawa anaugua. Idadi ya wanafunzi iliposhuka zaidi na hali shuleni kuzorota, kijana Daniel Moi na baadhi ya vijana wengine wakahamishwa kutoka shule hiyo. Moi alienda shule nyingine ya Africa Inland Mission iliyokuwa Kapsabet katikati mwa jamii ya Wanandi, kilomita 150 kutoka kwao nyumbani Sacho. Shule ya Kapsabet Mission School haikuwa tofauti sana na ile ya Kabartonjo kwake Daniel Moi. Sheria na kanuni kali za nidhamu za Kikristo zilizingatiwa na hali ya maisha ikiwemo chakula ilikuwa ya chini zaidi kwa wanafunzi weusi. Daniel Moi alilazimika kufanya kazi ya kupalilia bustani za nyumbani za wamishonari wa shule hiyo walioitwa Stewart na mkewe Elise Bryson na wengine walioitwa Reg Reynolds na mkewe Zan. Kwa kazi yake ya kupalilia bustani za maua na mboga, Moi alilipwa kwa kiasi cha unga na chumvi ambazo angepika na kula kwa kitoweo cha mboga za kienyeji ambazo alikusanya kondeni. Kila siku katika shule hii ya Kapsabet Mission School ilianza asubuhi ya mafunguli ya ng'ombe. Kwanza wanafunzi wangekusanyika kwa maombi na pambio kwa saa moja, kisha kifungua kinywa cha ugali na chumvi kingefuata. Ratiba sawa iliyofuatwa shule ya kwanza ya Moi huko Kabartonjo ingefuatwa, na baada ya chakula cha mchana wanafunzi wangeingia darasani kusoma. Wanafunzi wa kiume hawakuruhusiwa kutangamana na wenzao wa kike kwa vyovyote vile, na katika kesi spesheli waliotangamana walifanya hivyo mbele ya mwalimu mzungu. Daniel Moi alikuwa tofauti na wavulana wenzake kwa njia nyingi, na walimu wanamishonari wakawa wanamuamini kuongoza wengine ikiwemo wasichana. Zaidi, uaminifu wake ulimpa nafasi ya kukusanya sadaka na kusimamia kazi za wengine. Ilipofika 1939, mwalimu wa Daniel Moi wa kitambo, Stefano Chepkonga, aliugua na akalazwa hospitalini na kuiacha shule yake huko Sacho bila msimamizi. Daniel Moi alikuwa na umri wa miaka 15 na alipoambiwa taarifa hiyo, aliandika barua kwa mkuu wa elimu wa mkoa aliyekuwa mjini Eldoret akiomba haruhusiwe kusimamia shule hiyo ya Chepkonga hadi pale mwalimu Stefano angetoka hospitalini. Kijana Daniel Moi akapewa kibali hicho na hata kuruhusiwa kuondoka shuleni Kapsabet aende Sacho. Hata hivyo, licha ya bidii za Moi, shule ya Sacho iliishia kufungwa na wanafunzi waliosalia kuhamishwa hadi Kapropita Mission School. Baadaye mwaka huo wa 1939, Moi akarejea shuleni Kapsabet Mission, na aliporudi akapata habari njema. Biblia ya kwanza ya lugha ya Kinandi ilikuwa imechapishwa na Moi aliamua kupata nakala yake haraka iwezekanavyo.
Kumwezesha kununua nakala ya Biblia hiyo ya Kikalenjin, Moi na rafiki yake Gideon Tarus walichukua kibarua cha kusafirisha ng'ombe watatu kwa miguu kutoka Kapsabet hadi Kapsowar, safari ya kilomita 100. Safari hii ndefu iliwachukua siku 3, na walipolipwa shilingi 2, Moi akanunua nakala ya Biblia ya lugha ya Kinandi. Kufikia 1940, Daniel Moi alipita mtihani wake wa mwisho, Common Entrance Examination, na akapata nafasi ya kujiunga na shule jirani ya serikali iliyoitwa Government African School, Kapsabet. Daniel Moi aliteuliwa kuwa kiranja mwaka wa 1941 katika shule hiyo, na mwaka uliofuata akawa kiranja mkuu wa shule nzima, yani school captain. Tofauti na shule za kidini za African Inland Mission, zile za serikali zilikuwa na wanafunzi wengi zaidi waliofuata mila na desturi za Kikalenjin. Wavulana waliobatizwa kwa Ukristo kama Daniel Moi walikuwa wachache katika shule za serikali, na aghalabu wakatengwa na kutekelezwa kama wasaliti wa jamii. Kwa mfano, wanarika wake wa chumu walipopitia tohara ya Kitugen na kuwa wanaume wa jamii, kijana Daniel Toroitich Moi alikosa tohara hiyo. Alipokaribia miaka 18, Daniel Moi akaamua kutahiri licha ya Ukristo wake. Mwaka huo aliungana na rafiki yake aliyeitwa Benjamin Cherono, na pamoja wakaondoka Government School Kapsabet na kuenda hospitalini Kabarnet ambapo walitahiriwa. Kufikia 1943, Daniel Arap Moi alikuwa mmoja wa wavulana waliohitimu na waliofanya vizuri katika mtihani wa wakati huo ulioitwa Nyanza Competitive Examination. Wengine walikuwa John Marie Seronei, Shadrach Kimalel aliyeishia kuwa balozi, na Gideon Tarus, mwandani wa Daniel Moi. Wote waliohitimu walipata nafasi kujiunga na shule ya kifahari ya Alliance High School, iliyokuwa shule bora zaidi kwa wanafunzi wa Afrika nchini Kenya. Ijapokuwa John Marie Seronei na Shadrach Kimalel walifanikiwa kuingia shule ya Alliance Boys, Daniel Moi na Gideon Tarus walishawishiwa na walimu wao Kapsabet wasalie huko kama walimu. Wengine kama Paul Barnett, mwanawe Reverend Albert Barnett, waliona Daniel Moi angelifanya vyema kama mhubiri. Mwishowe Moi alisalia Kapsabet na kufundishwa ualimu chini ya mfumo mpya wa teachers training uliokuwa umeanzishwa na wazungu hao. Moi mwenyewe alimwambia mwandishi Andrew Morton kuwa kazi ya walimu ilimpa furaha ya aina yake hata zaidi ya uongozi. Katika miaka mingi ambayo Daniel Moi alizuru eneo la Elda Maravin kuhubiri Injili, familia yake Paul Bomet ilikuwa moja ya familia za Kikristo alizoshiriki nazo, kando na familia ya kizungu ya Albert Barnett. Ni katika familia hii ya Bomet ambapo Daniel Moi alikutana na Helena Bomet ambaye angeishia kuwa mke wake. Helena alisomea shule ya Tenwek Mission, na mara nyingi angeandamana na kakake William na dadake Dinah walipoenda kuhubiri vijijini. Katika harakati hii, Helena na Daniel Moi wakapendana na wakawa wanajenga uchumba wao. Kufikia 1944, Daniel Arap Moi alikuwa amehitimu kozi yake ya ualimu aliyoisomea kwa mwaka mzima, na akapata mwaliko kwa njia ya barua kufundisha katika shule ya Tambach African School huko Kerio Valley. Huko Tambach, Moi aliajiriwa kama mwalimu wa P3 grade na mshahara wake ulikuwa shilingi. Daniel Arap Moi alituika wajibu wa kufundisha darasa la kwanza, ambapo alichukua masomo ya kilimo, Kiswahili, useremala na michezo. Mara nyingi Moi angepeleka wanafunzi wake wa kilimo ama agriculture katika shamba la mwalimu wake wa kwanza Elizabeth na Isaiah Chesire kusoma huko. Kufikia 1947, shule ya serikali ya Kabarnet iliendelea kufanya vyema, na katika ripoti yake ya mwaka huo, mzungu aliyekuwa mkuu wa wilaya DC Bwana Hickson R. Mahoney akatambua bidii za mwalimu Berridge na walimu wake wa Afrika katika barua. Aliondoka tena Moi Kabarnet na kurudi Tambach, ambapo aliendelea kupokea masomo zaidi ya walimu hata wakati akifundisha shule la Government School Tambach. Alipohitimu kutoka Tambach Teachers Training College, akaelekea shule nyingine ya walimu iliyokuwa Kagumo. Shule ya walimu ya Kagumo Training College iliendeshwa na maafisa wastaafu wa jeshi la Uingereza na ilikuwa na wanafunzi 160 wakati Daniel Moi alipohudhuria. Baada ya kuhitimu kozi fupi kutoka Kagumo Teachers College, ugwiji wake Moi kama mwalimu mwenye tajriba ukapanda, na akapandishwa cheo kutoka kuwa mwalimu wa P3 level na akawa P2 teacher. Kisha akatumwa shuleni ya serikali Tambach kufundisha walimu wa shule za Waafrika. Awali 1948, Daniel Moi alikuwa ameukalia mtihani wa kuhitimu walimu wa Kiafrika ulioitwa London Matriculation Examination na akapita. Baada ya kuhitimu Kagumo Teachers College,
Daniel Moi alipendekezwa kuteuliwa mwalimu mkuu na aliyekuwa afisa wa elimu wa wilaya, huku mkuu huyo akimtaja Moi kama mtu aliyekuwa na maadili. Kupitia barua, Moi aliteuliwa kuwa mwalimu mkuu wa shule ya Tambach mwezi Agosti 1949. Basi Daniel Moi akawa principal wa shule ya Tambach, wadhifa ambao ulimpa umaarufu katika jamii yake kama mwalimu na mwinjilisti wa Rift Valley Province. Kufikia hapo, ikawa muda mwafaka kwa Moi kuwa mwanandoa na kuanzisha familia na mchumba wake Helena Bomet. Baada ya kukamilisha masomo yake huko Tenwek Girls Boarding School iliyokuwepo Kericho, Helena Bomet, aliyekuja kujulikana kama Lena, alisafiri kwenda Marekani kwa muda mfupi alikoishi na familia za Kikristo huko, akisoma namna na desturi za maisha yao. Safari hii iliwezeshwa na familia ya wanamishonari wazungu Eric na Paul Barnett. Lena Bomet aliporudi kutoka Marekani akaanza kazi kama mwalimu katika shule ya chekechea, huku akiandamana na Moi kila wikendi walipoenda kuhubiri vitongojini. Ilipofika wakati mwafaka, Moi alitii tamaduni za Kikalenjin na kumnyemelea mjomba wake Lena aliyeitwa Ruben Bomet na kumjulisha kuhusu nia yake ya kumuoa Helena. Ruben naye akaita mkutano na babake Lena, mhubiri Paul Bomet ambaye ni ndugu yake, pamoja na ndugu yao mwingine aliyeitwa David, na pamoja wakapanga mkutano na wazee wa kijiji. Katika baraza rasmi la kutoa posa, Andrew Morton anaeleza jinsi kijana Moi alijibu maswali ya wazee kuhusu uzazi na ukoo wake, huku akikaa pembeni mlangoni mwa nyumba ya majadiliano kama ishara ya heshima yake. Hatimaye Moi alilipa mahari ya ng'ombe 3 na kondoo 4 sawa na mila na desturi za jamii. Moi na Lena walioana mwakani 1950, mwaka mmoja baada yake kutoka shule ya Kagumu na kuteuliwa mwalimu mkuu Tambach. Viapo vya harusi yao Moi na Lena viliendeshwa na Reverend Albert Barney kwa mbinu za Kikristo. Kulingana na Lily Steam, mmoja wa waliohudhuria harusi hiyo, Barnett aliwapa wanandoa hao gauni jeupe la harusi alilovaa Lena, na licha ya kuwa wanakijiji wengi waliduazwa na weupe wake, anasema Lily Steam, hafla hiyo haikuwa na kamera za kuchukua picha za wanaharusi. Baada ya ndoa, Lena na Moi walipata wanao wa kwanza, Jonathan na Jennifer, mwakani 1952 na 1953 mtawalia. Basi Daniel Arap Moi na mkewe Lena wakaanza maisha, huku Lena akiacha kazi yake ya ualimu kushughulika na wanawe na mumewe nyumbani. Wakati wote huu, siasa za uhuru na ardhi nchini Kenya zilikuwa zimeshika moto, na Jomo Kenyatta akazuru Eldama Ravine mwezi Julai 1952 kuuza sera za chama chake cha Kenya Africa Union. Wakati Kenyatta alipozuru Eldama Ravine na kufanya mkutano mkubwa wa kushinikiza uhuru wa watu weusi nchini Kenya, alikaa nyumbani kwa familia yake Paul Bomet, baba mkwe wa Daniel Moi. Baadaye, wakati Jomo Kenyatta na wenzake wa Kapenguria 6 walipokamatwa, Daniel Moi alikuwa anazidi kupanda kwa cheo na tajriba na mafanikio kama mwalimu mkuu wa Tambach Government School. Alipandishwa cheo na kuwa mwalimu wa kiwango cha T2, kumaanisha alianza kuwafundisha walimu. Kisha akachaguliwa kuwa katika bodi ya elimu katika jimbo zima la Magharibi, cheo ambacho kilimaanisha angelipa mshahara zaidi. Haukupita muda, Moi akahamishwa na kupandishwa tena cheo, wakati huu akiwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kabarnet Intermediate School, ambapo alikuwa mwalimu mkuu wa Kiafrika wa kwanza, ila akasalia chini ya mwalimu mkuu mzungu Bwana C.A. Berich. Aliporudi Kabarnet, Moi alifundisha hisabati, Kiingereza, historia na somo la kikoloni lililohusisha kuwafundisha Waafrika historia ya Uingereza. Somo hili lilijulikana kwa kimombo kama English History. Wanafunzi wake kama Ruben Chesire, mwanao mwalimu wa Moi Elizabeth Chesire, walimkumbuka kwa jinsi alivyopenda kuwapa kazi nyingi kwa kuandika ubaoni mpaka ukajaa. Baadhi ya wanafunzi aliyowafundisha Moi katika kipindi hicho waliishia baadaye kushuhudia jinsi Moi angekuwa ubaoni akiandika maandishi zaidi ya wanafunzi wake kunakili, hata wakati wanafunzi hao wakiwa nje katika kipindi cha michezo. Zaidi, mwalimu mkuu Daniel Moi alipata sifa baina ya wanafunzi wake kwa mavazi yake yaliyoonekana kuwa ya kizungu wakati huo. Kila siku, Mkristo huyo angefika darasani huku amevaa shati la samawati iliyokolea, kaptura ya kaki na soksi za manjano zilizovaliwa ndani ya viatu vya ngozi. Mavazi ya aina hii haikuwa vazi la kawaida kwa wanafunzi wengi katika kipindi hicho. Kufikia hapa, Daniel Arap Moi aliamua kujenga nyumba yake karibu na eneo lake la kuzaliwa huko Sacho, licha ya kuwa alikuwa na nyumba nyingine huko shuleni Tambach alikoishi baada ya kuhamishwa.
Basi alijenga nyumba yake katika kijiji cha Timboiwo, nyumba ambayo ilisalia imesimama hata baada ya Moi kustaafu kama rais wa Kenya miaka mingi baadaye. Kama ishara ya umaarufu na ushawishi wake, Daniel Arap Moi alijenga kinu cha unga karibu na nyumba yake mpya huko Sacho na akaanza kuwasagia unga wanakijiji kwa malipo madogo. Isitoshe, Mwalimu Moi alifuga idadi kubwa ya mbuzi, ng'ombe na kondoo kama ishara ya utajiri wake uliozidi kunawiri kila uchao. Ni katika kipindi hiki cha familia na maendeleo madogo ambapo mkono wa uongozi wa kisiasa ulianza kumvuta Mwalimu Daniel Toroitich Arap Moi. Katika kipindi ambacho wanamgambo wa Mau Mau walizidi kushambulia serikali ya kikoloni na vikaragosi wao, gavana wa kikoloni wakati huo Philip Micho aliona haja ya kutafuta na kukuza viongozi wa Afrika wasiokuwa na itikadi kali dhidi ya serikali nyeupe. Basi katika kundi la viongozi chipukizi 30 na kitu walioteuliwa kuhudhuria kozi spesheli za uongozi, Daniel Moi alikuwa mmoja wao. Kozi hii ya mwaka mmoja ilitolewa kuanzia mwaka wa 1953 katika chuo cha Dean's College kilichokuwa huko Kabete, magharibi mwa Nairobi. Waliohudhuria kozi hii walikuwa wamechaguliwa kwa umakinifu na mkoloni kutoka kote nchini. Katika kozi hii, Moi na wenzake walifunzwa dhidi ya siasa za fujo kama walizoendesha wana Mau Mau, huku mkoloni akiamini viongozi hawa wangesaidia kurejesha hali ya utulivu baina ya Wakenya katika miaka ya state of emergency. Kufikia 1955, John Ole Tameno, Maasai aliyeteuliwa 1952 kuwakilisha bonde la Rift Valley katika bunge la Legislative Council LegCo, alilazimishwa kujiuzulu. Ole Tameno alikuwa mmoja wa Waafrika 4 tu waliokubaliwa kuketi katika viti vya nyuma ama backbench katika bunge hilo la wazungu na kuwakilisha mamilioni ya Wakenya katika bunge hilo la viongozi wa wakulima makaburu nchini bila kutoa sauti. Sababu ya John Ole Tameno kuondolewa ilikuwa hulka yake ya ulevi jijini Nairobi iliyopelekea yeye kushindwa na kazi yake. Basi mnamo Septemba 1955, baraza la madiwani wa bonde la Ufa walianza msako kutafuta kiongozi mwafaka kujaza pengo hilo bungeni LegCo huko Nairobi kwa maagizo ya mkoloni. Alihitajika mtu msomi mwenye maadili na ujuzi wa kuzungumza na kusoma Kiingereza na ambaye hangeishia kupenda vileo na pombe kama Ole Tameno alivyofanya. Mtu wa kwanza ambaye kamishna wa jimbo hilo la Rift Valley alimteua alikuwa Moses Mudavadi, babake Musalia Mudavadi, na ambaye alikuwa Mwafrika peke yake mwenye gari la Land Rover katika wilaya nzima wakati huo. Moses Mudavadi alimshangaza mzungu alipokataa uteuzi huo, akisema alikuwa Mluya na ingekuwa si vyema kuwakilisha eneo hilo la Wakalenjin wengi katika bunge la wakoloni. Basi msako ukaendelea na kamishna wa Rift Valley akayaagiza mabaraza ya wilaya zote kuja pamoja na kumteua mtu mmoja aliyefaa. Huko Kabarnet, baraza la Baringo District Council liliona Daniel Moi kama mtu mwafaka, lakini akawa ameishi Tambach kwa muda mrefu ambapo alikuwa mwalimu kwa miaka mingi, na wakaamua kumpa nafasi Enoch Kiprotich Ngulat, msomi mwingine aliyeishi Kabarnet wakati Moi akiwa anaishi Tambach. Enoch Ngulat alipoulizwa alikataa kuingia LegCo, na basi wazee wakakubaliana kumuuliza Daniel Moi huko Tambach aje ajaze pengo hilo. Daniel Arap Moi alipoalikwa katika mkutano na kupewa nafasi hii alikataa, akisema kazi yake huko Kabarnet Intermediate School ilikuwa ndo inang'oa nanga na zaidi hakuvutiwa na siasa za kitaifa. Kaka mkwe wa Moi, Eric Bomet, alikuwa mmoja wa waliohudhuria mkutano huo na akamrai Moi sana akubali kuenda Nairobi kuwakilisha wanajamii wake. Zaidi, mkuu wa wilaya aliyekuwa katika mkutano huo akamhakikishia Moi kuwa mshahara wake haungeathirika iwapo angetaka kurejelea ualimu baada ya kuingia LegCo Nairobi. Mkutano ulipoisha, Daniel Arap Moi alikuwa bado hajashawishiwa kabisa kuwa mbunge wa eneo lake. Ilichukua ushawishi wa Moses Mudavadi na marafiki wengine kumshawishi, na hatimaye Moi akakubali shingo upande kuwakilisha bonde la Ufa bungeni la Legislative Council LegCo. Licha yake kukubali, Moi angehitajika kuchaguliwa kutoka kwa kundi la wengine waliopendekezwa na mabaraza ya wilaya zingine kote mkoani. Licha ya bidii zake, Daniel Moi aligundua kuwa wawakilishi wa Afrika hawakusikilizwa na makaburu walipotoa mapendekezo katika nyumba ya bunge hilo la LegCo. Ilipofika 1957, Daniel Arap Moi aliingia debeni wakati serikali ilipotangaza uchaguzi wa kutafuta wawakilinu ya kushinda uchaguzi.
Katika uchaguzi uliofanyika mwezi Machi 1957, wapiga kura walihitajika kuchagua kati ya alama ya ng'ombe, simba ama ndovu. Alama ya Moi ilikuwa simba, ya Ole Tameno ndovu na yake Ole Tipis ikawa alama ya ng'ombe. Ijapokuwa Moi ndiye aliyekuwa na gari kati ya washindani wake, aliwaalika kusafiria Land Rover yake wakati wakienda mashinani kupiga kampeni na kutafuta kura. Kura ilipopigwa, Daniel Moi alichaguliwa kwa kura 4,000 dhidi ya 1,500 alizopata Justus Ole Tipis. Basi Daniel Arap Moi akawa mmoja wa wanasiasa 8 wa Afrika waliochaguliwa katika uchaguzi wa kwanza kufanyika nchini Kenya. Wengine walikuwa Jaramogi Oginga Odinga kutoka Nyanza, Masinde Muliro kutoka Magharibi, Tom Joseph Mboya aliyewakilisha Nairobi, Ronald Ngala kutoka Pwani, Bernard Mate kutoka Ukambani, Jawe Muimi na Lawrence Oguda. Wakati Jomo Kenyatta na wenzake wa Kapenguria 6 wakitumikia vifungo vyao Kapenguria, Daniel Arap Moi na kundi lake la wabunge weusi wakaunda chama kilichoitwa African Elected Members Organization, kwa kifupi AEMO. Mwenyekiti wa muungano wa AEMO alikuwa Jaramogi Oginga Odinga kutoka Nyanza na katibu wake alikuwa Thomas Joseph Mboya, Mjaluo msomi aliyewakilisha Nairobi. Wakati wanachama wa AEMO walifeli kushinikiza hoja za Waafrika bungeni LegCo, waliamua kutumia mbinu tofauti na kutafuta usaidizi kutoka kwa serikali ya Uingereza yenyewe jijini London. Basi mwezi Julai 1957, Ronald Ngala na Tom Mboya walisafiri hadi jijini London, ambapo waliwasilisha malalamishi yao kwa Alan Lennox Boyd, waziri wa ukoloni katika serikali ya mfalme wa Uingereza, kwa kimombo Colonial Secretary. Basi waziri Alan Lennox Boyd akazuru Nairobi na kupitisha sheria mpya iliyoongeza nafasi 6 zaidi za Waafrika kuingia bungeni la LegCo. Hata hivyo, Waafrika 6 walioteuliwa kuongezwa kwa AEMO mnamo Machi 1958 hawakupokelewa vyema na Moi na wenzake 7 chini ya mwavuli wa AEMO. 6 hao walionekana kuwa vikaragosi walioteuliwa na makaburu wazungu wenyewe, na AEMO ikapinga vikali uteuzi wao. Kwa upinzani wao, wanachama hao halisi wa mrengo wa Africa Elected Members Organization walifunguliwa mashtaka na kutozwa faini kubwa na serikali ya mkoloni. Licha ya sheria iliyopiga marufuku vyama vya kitaifa vya Waafrika, Moi na wenzake wa LegCo wakaanza kubuni vyama vya kisiasa katika wilaya zao. Moi mwenyewe alianzisha chama chake cha Baringo District Independent Party mwakani 1958 huko Kabartonjo, na rafiki yake Joel Bultut akawa naibu mwenyekiti. Mikutano ya kwanza ya chama hicho cha Moi ilifanyika eneo la Marigat, kisha ikaenea kwa miji na vitongoji zaidi kufikia 1959. Baadhi ya masuala aliyoyazungumzia Moi lilikuwa suala la sheria za kuwapunguzia Wakalenjin mifugo yao na serikali. Sera za Moi zilizidi kumpa umaarufu katika jamii za Bonde la Ufa, na kufikia mwezi Julai 1959, Gavana Evelyn Baring mwenyewe alifika kama mgeni wa heshima kufungua rasmi nyumba mpya ya Moi huko Kabimoi. Nyumba hiyo ya vyumba 3 vya kulala ilikuwa imejengwa na Paul Barnett kama zawadi kwa Daniel Moi, na ilisimama katika ekari 40 za shamba ambazo mkuu wa wilaya alimpa Moi kama zawadi mnamo 1957. Wakati Oginga Odinga alipoibua suala la kuzuiliwa kwa Jomo Kenyatta na wanakapenguria 6 katika LegCo, Daniel Arap Moi aliomba ruhusa kwa serikali kuzuru mzee Kenyatta huko Lodwar kujionea hali ya mzee huyo. Jomo Kenyatta alikuwa ameondolewa Lokitown na kuzuiliwa katika nyumba yake kivyake chini ya house arrest huko Lodwar, ambapo alikubaliwa kuishi na mkewe Mama Ngina na wanao 2 wa kike. Baada ya safari ya masaa 12, Moi aliwasili Lodwar huku akimletea mzee Moi zawadi chungu nzima pamoja na shilingi 200 walizokuwa wamechangisha wanachama wa muungano wa AEMO kumpa mzee Jomo Kenyatta. Daniel Moi alizungumza faragani na Kenyatta kwa masaa 6 mfululizo, na wawili hao wakawa wanajadili masuala muhimu ya kisiasa na mipango ya wanachama wa muungano wa wabunge wa AEMO. Moi alikuwa mwanasiasa huru wa kwanza kumzuru Kenyatta tangu azuiliwe huko Lodwar. Aliporudi bungeni LegCo, Moi alishinikiza wazi kuachiliwa kwa mzee Jomo Kenyatta, akimtaja kama kiongozi aliyeweza kutuliza joto la kisiasa baina ya Wakenya weusi. Daniel Arap Moi alitoa shinikizo hilo licha ya vitisho kutoka kwa wabunge wazungu kuwa yeye pia angerushwa jela iwapo hangeacha matamshi kama hayo. Msukumo wa muungano wa wabunge wa Afrika ulizaa matunda pale serikali ya Uingereza ilipokubali kuandaa mkutano wa mazungumzo jijini London kujadili katiba mpya ya Kenya ambayo ingependelea Waafrika.
Hatimaye waziri wa ukoloni jijini London alipitisha uamuzi mwezi mmoja baada ya majadiliano ya Lancaster mwaka wa 1960. Ilipitishwa kuwa bunge jipya la Legislative Council lingeundwa na lingekuwa na wanachama 65, wengi wao wakiwa Waafrika weusi. Katiba mpya ilifungua njia kwa Daniel Arap Moi na wenzake kuanzisha vyama vya kitaifa vilivyokuwa vimepigwa marufuku kabla ya mijadala ya Lancaster Conference ya 1960. Waliporudi kutoka London, wabunge hao wa Afrika walikutana katika nyumba ya mmoja wao na kukubali kuanzisha chama kipya cha kitaifa walichokiita Kenya African National Union ama KANU. Awali, wabunge hao wa Africa Elected Members Organization walikuwa wamegawanyika na kuwa mirengo miwili tofauti, na basi KANU ikawa njia ya kurejesha umoja wao iliyomshinda mkoloni. Chanzo kikuu cha tofauti zao kilitokana na ushindani ulikuwepo kati ya Wajaluo Jaramogi Oginga Odinga na Tom Joseph Mboya. Pendekezo la Kenya African Union KANU lilitokana na makubaliano ya Moi, Ronald Ngala na Jaramogi Oginga Odinga wakati wakikaa katika hoteli moja ya Morton Hotel katika kipindi walipohudhuria majadiliano ya makubaliano ya Lancaster House Conference 1960. Watatu hao walienda kwa Wakenya wenzao waliokuwa London hata kabla ya kurudi na kupendekeza pendekezo lao la kuunda chama kipya, na wote wakakubali isipokuwa Tom Mboya, Masinda Muliro na Onyango Ayodo ambao walionelea kurudi Kenya kabla ya kuanzisha chama kipya. Waliporudi Nairobi, mkutano wa kwanza wa chama cha KANU ulifanyika kwa nyumba ya mmoja wao, Daktari Julius Kiano, iliyokuwepo huko Riruta, Nairobi. Jomo Kenyatta na Ochieng Aneko pamoja na wenzao walikuwa jela, na Tom Mboya alihusika tu kishingo upande katika mkutano wa Riruta. Kongamano la kwanza la KANU likapangiwa mwezi Machi 1960 mjini Kiambu, kilomita chache nje ya Nairobi. Iliamuliwa kuwa kamati ya watu 9 ingeketi kuandika katiba ya Kenya, lakini Daniel Arap Moi hakuwepo licha ya kuhusika kuanzisha chama. Walioteuliwa ni Tom Mboya, Oginga Odinga, Agwin Skodhek, Ronald Ngala na wengine. Mwenyekiti wao angekuwa James Gishuru. Katika kipindi hiki, Daniel Moi alikuwa ameungana na Taita Towet na pamoja wakaunganisha vyama vya kisiasa vya wilaya 4 zilizokuwa bondeni Rift Valley chini ya mwavuli wa chama kipya kilichoitwa Kalenjin Political Alliance KPA. Kufikia tarehe 25 Juni 1960, KPA ya Moi iliungana na vyama vingine 4 vya mikoa na kuunda chama kipya. Kenya Africa Democratic Union KADU iliundwa na vyama vya jamii ndogo ndogo ambazo zilihisi kutengwa na ukubwa wa Wajaluo na Wakikuyu ambao walijaa ndani ya KANU. Daniel Moi alichukizwa zaidi katika kongamano la pili la chama cha KANU mwezi Mei, ambapo baada ya chama kuzinduliwa, Tom Mboya alisikika akisema Kenya sasa ingekuwa ya Wakikuyu na Wajaluo. Ronald Ngala kutoka Pwani alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama kipya cha KADU, huku Masinda Muliro wa Magharibi akimnaibu. Daniel Arap Moi naye akachaguliwa kuwa mwenyekiti katika kongamano la kwanza la chama hicho, na katibu wa KADU alikuwa John Keane. Tofauti za KANU na KADU zilikuwa za kikabila, hasa kutokana na shauku ya jamii za Pwani na Wakalenjin dhidi ya Wakikuyu na Wajaluo walioshikilia KANU. Wakati gavana wa kikoloni alipowaalika wabunge wa Afrika kuunda serikali, mrengo wa KANU nyuma ya Oginga Odinga ulikataa kabisa kufanya hivyo bila Kenyatta kuachiliwa huru kutoka Lodwar. KANU na KADU walituma viongozi wao kuzuru Kenyatta Lodwar mwezi Julai 1961, na pande zote mbili zikajaribu kujipendekeza zaidi kwa mzee Kenyatta na wafunga wenzake. Hata hivyo, Jomo Kenyatta alikataa kuegemea upande wowote na kuwataka wote wasuluhishe migogoro yao na kufanya kazi pamoja bila kuwa na vyama viwili. Daniel Moi alikuwa kiongozi wa kundi la KADU katika ziara hiyo ya Lodwar, na akamwambia mzee Kenyatta kuwa wangekubali kufanya kazi na KANU iwapo wana-KANU wangeacha madharau waliokuwa nayo dhidi ya wana-KADU. Basi waliporudi kutoka Lodwar, wana-KADU walikuwa na haja ya kutengeneza serikali bila Kenyatta, lakini wenzao wa KANU wakakataa, wakisisitiza kuachiliwa kwa mzee Kenyatta kwanza. Ilimchukua Ronald Ngala kusafiri mpaka London, ambapo alikutana tena na waziri wa ukoloni aliyeitwa Ian MacLeod. MacLeod alisaidia kushawishi gavana wa Kenya akubali mabadiliko zaidi ya katiba ambayo angewezesha wana-KADU kutengeneza serikali bila wenzao wa KANU na bila Kenyatta. Zaidi iliafikiwa kuwa mzee Jomo Kenyatta angepewa shamba na kujengewa nyumba yake huko Gatundu wakati serikali ikijiandaa kumwachilia huru, mradi tu wana-KADU wakubali kutengeneza serikali ya Waafrika.
Kufikia tarehe 18 Aprili, KADU ilialikwa kuunda serikali ya wachache kwa ushirikiano na baadhi ya vyama vya makaburu wazungu na vya Wahindi bungeni. Hii iliitwa Minority Coalition Government ama serikali ya wachache, na Ronald Ngala akateuliwa kama kiongozi wa biashara za serikali, Head of Government Business. Uamuzi wa Ngala, Moi, Taita Towet na wengine wa KADU kuingia serikali uliwatenganisha zaidi na wenzao wa KANU ambao walihisi kuwa walikuwa wamesalitiwa. Licha ya haya, Moi alihusika katika harambee za michango huko Bonde la Ufa kumchangia Jomo Kenyatta pesa za matumizi pindi tu angeachiliwa. Jomo Kenyatta alipoachiliwa tarehe 14 Agosti 1961, KANU na KADU wakaweka kando tofauti zao za kisiasa kwa muda kwa hisani ya mzee huyo. Hata hivyo, majadiliano ya ushirikiano yalipoanza tu, ilibainika kuwa wale wa chama cha KADU walipendelea serikali ya majimbo ambayo KANU ilipinga, ikipendelea serikali yenye uongozi wa katikati. Tofauti zao za kisiasa zilimlazimisha mzee Kenyatta kuchagua upande mmoja, na akachagua kuwa na wana-KANU, kwani yeye pia hakupendelea serikali za majimbo na alikuwa na ndoto za kuwa rais wa Kenya. Katika sherehe za Labor Day mwaka huo, mzee Jomo Kenyatta alikosoa wana-KADU akiwataja kama waliochelewesha uhuru wa Kenya kwa kuyataka majimbo. Matamshi ya Jomo Kenyatta yalikosolewa na Daniel Moi, ambaye alimtaka Kenyatta achuje msimamo wake na kuupa nafasi muonekano tofauti wa kisiasa wa chama cha KADU. Katika mazungumzo ya pili ya Lancaster House Conference yaliyofanyika Januari 1962, tofauti za KANU na KADU zilionekana wazi huko jijini London. Katika majadiliano haya ambayo yaliendelea kwa miezi miwili mfululizo, swali kuu lilihusu ugavi wa ardhi na mashamba za Kenya baada ya makaburu kuondoka. Wakati Jomo Kenyatta alipendekeza kuwa Wakikuyu wapewe shamba katika Rift Valley Province, wajumbe wa KADU wengi wa Kalenjin na Wamasai walipinga vikali pendekezo hilo. Isitoshe, mmoja wa wabunge hao alipuliza kipenga alichokuwa nacho wakati Kenyatta alitoa pendekezo hilo. Baada ya mazungumzo ya Lancaster House Conference ya 1962, serikali ya majimbo iliundwa ikiongozwa na Ronald Ngala na Jomo Kenyatta, lakini sio yote waliotaka wana-KADU ama wenzao wa KANU yalitimizwa. Daniel Moi, ambaye kufikia hapa alikuwa naibu waziri katika wizara ya elimu, alihamishwa hadi wizara ya serikali za mitaa, ambapo alitatua migogoro ya shamba baina ya jamii za Wakalenjin na Wamaasai. Uchaguzi wa kwanza kubaini chama kipi kingechukua serikali ulipangiwa mwezi Mei 1963. Katika uchaguzi ambao ungefanyika 1963, KANU ilishinda katika miji yote mikuu isipokuwa Pwani na Bonde la Ufa. Chama cha KANU kilibeba viti 83 katika bunge la House of Representatives, huku KADU ikiambulia viti 33 pekee. Katika mabunge ya majimbo, ushindi wa KANU ulikuwa hata wa kishindo zaidi. Walipata viti 158 dhidi ya viti 51 walivyopata wana-KADU. Kufikia tarehe 28 mwezi huo wa Mei 1963, gavana mpya wa koloni ya Kenya Malcolm MacDonald alialika Jomo Kenyatta na chama chake cha KANU kuunda serikali. Hatimaye Jomo Kenyatta alipotangaza orodha ya mawaziri wa serikali yake mpya, wengi walikuwa Wakikuyu na Wajaluo. Daniel Moi na wenzake katika KADU walijikuta katika upinzani, huku mengi ya mamlaka yao kama viongozi wa majimbo yakipunguzwa na serikali ya KANU. Baada ya waziri mkuu Jomo Kenyatta kupokea karatasi za katiba ya uhuru Disemba 1963, haikuchukua muda na mnamo Juni 1964 akatangaza kuwa serikali ya majimbo ilikuwa ivunja chama chao bungeni na wakajiunga na KANU rasmi. Mwezi mmoja baadaye, Jomo Kenyatta alitangaza baraza mpya la mawaziri chini ya serikali ya jamhuri iliyoadhimishwa Disemba 1964. Muda tu baada ya sherehe za jamhuri tarehe 12 Disemba, Daniel Arap Moi aliandamana na kundi la wajumbe kutoka Bonde la Ufa na wakaenda kumtembelea mzee Jomo Kenyatta kwa Gatundu, ambapo Moi aliahidi rais mpya uungwaji mkono wa jamii yake ya Wakalenjin. Katika serikali ya jamhuri, Daniel Moi aliteuliwa waziri wa mambo ya nyumbani, Home Affairs, wadhifa ambao awali ulishikiliwa na Jaramogi Oginga Odinga, naibu rais mpya wa Kenyatta. Daniel Moi ndiye mwana-KADU pekee aliyepewa kiti cha waziri, kitu ambacho hakikumpendeza mshindani wake mkuu kutoka Rift Valley, John Marie Seronei. Tofauti na wenzake waliokuwa KADU, Daniel Moi alidumisha heshima na urafiki na wengi wa viongozi wa Kikuyu na Wajaluo waliomzunguka Jomo Kenyatta ndani ya KANU. Kwa mfano, Charles Njonjo, wakili wa serikali, alisimamia ubatizo wa Gideon, mmoja wa watoto wake Daniel Moi.
Hata hivyo, mafanikio mengi ya Daniel Moi kisiasa yalitokana na mizozo iliyokuwepo kati ya Oginga Odinga na Rais Jomo Kenyatta. Naibu Rais Jaramogi Oginga Odinga alipoonekana kuwa mwanakomunisti aliyetaka kupindua serikali ya Jomo Kenyatta, Rais Jomo Kenyatta alianza kutumia mawaziri wake kushambulia Odinga na Moi akawa mmoja wao. Ilipofikia Februari 1966, Kenyatta alitangaza katiba mpya ya chama cha KANU kama njama ya kuondoa Oginga Odinga na kundi lake kutoka mamlakani. Mkutano wa uchaguzi wa chama ulipangiwa kufanyika Limuru na Daniel Moi akateuliwa kama mmoja wa manaibu 8 wa kiongozi wa chama cha KANU walioteuliwa baada ya Odinga kung'olewa. Manaibu 8 wa kiongozi wa KANU wangetoka kwa majimbo yote na Daniel Moi aliteuliwa. Mwanasiasa wa Kimaasai Joseph Murumbi ambaye alikuwa waziri wa mambo ya kigeni aliteuliwa kuwa naibu rais wa kitaifa baada ya Jaramogi Oginga Odinga kujiuzulu Machi 1966. Hata hivyo, Joe Murumbi hakudumu kama naibu rais wa Kenyatta, hasa baada ya kujionea wizi na ufisadi waliokuwa nao wengi wa viongozi wapya wa serikali kutoka Mlima Kenya. Joe Murumbi alijiuzulu wadhifa wake Septemba mwaka huo wa 1966 na akaapa kustaafu siasa na akarudi kwa mkulima umasaini. Basi Rais Jomo Kenyatta alipoanza kutafuta naibu mwingine, wengi waliopendekezwa aliwakataa. Hatimaye Charles Njonjo alipendekeza Daniel Arap Moi na Rais Kenyatta akakubali kumfanya naibu rais wa 3. Kati ya wanasiasa wote ambao Kenyatta angewapa kiti hicho, Daniel Moi alionekana kuwa wa kuaminika zaidi, pamoja na ushawishi wake mkubwa ambao alikuwa nao kama kiongozi wa jamii za Wakalenjin. Isitoshe, baada ya kupoteza upendo mwingi wa kisiasa kutoka Nyanza alipomchuja Oginga Odinga, Rais Jomo Kenyatta alitaka kutengeneza undugu mpya kati ya jamii hasidi za Wakikuyu na ile ya Wakalenjin. Naibu Rais Moi angeweza kuuza Jomo Kenyatta kwa watu wake wa Bonde la Ufa na kuponya uhasama kati ya jamii hizo mbili. Uteuzi wa Daniel Arap Moi kama naibu rais uliwashangaza na kuwakasirisha wengi katika jamii ya Rais Jomo Kenyatta. Utulivu na usiri wa hisia aliokuwa nao Daniel Moi kutoka ujana wake uliofanya washindani wake kumdharau na kumuona mjinga mara nyingi. Katika miaka yake kama naibu rais, Moi alivumilia dharau na chuki kutoka kwa wandani wa Kenyatta waliojihisi kuwa werevu na wenye nguvu kumshinda. Hata hivyo, hayupo hata mara moja aliyefaulu kumlazimisha Moi kuonyesha hasira bila yeye kutaka. Aghalabu mawaziri wa Kikuyu wangeanza kuzungumza kwa lugha yao ya Kikuyu katika mikutano rasmi ili Moi asielewe walichokisema, huku wengine wakimfanya kusubiri kama mtoto kabla ya mikutano. Wengine walianza kumwambia Jomo Kenyatta kuwa naibu rais Daniel Moi alipanga njama ya kumsaliti. Mmoja aliyejaribu kumshtaki Daniel Moi kiuongo kwa Kenyatta alikuwa waziri Mkikuyu Njenga Karume. Hata hivyo, Karume aliitwa na mzee Kenyatta mbele ya Moi na Njonjo na kuulizwa arudie madai yake ya usaliti dhidi ya Moi, lakini akaibika kwa kuwa ilikuwa uongo na akaomba msamaha akisema alikuwa mlevi. Jomo Kenyatta mwenyewe alimdhalilisha na kumkosea heshima Daniel Moi mara kwa mara kama njia ya kupima uaminifu wake. Siku moja Moi aliitwa kumuona Rais Kenyatta katika ikulu ya Nakuru, na alipofika akalazimishwa kusubiri kwa masaa mengi na aliyekuwa msaidizi mkuu wa rais Isaiah Mathenge, kamishna wa mkoa wa Rift Valley wakati huo. Daniel Moi aliketi katika chumba cha kusubiri kwa masaa mengi wakati Mathenge akiwakubali watu wa vyeo vya chini yake kuingia kuona Rais Kenyatta. Hatimaye baadaye sana Jomo Kenyatta alipomaliza mikutano yote aliuliza nani aliyesalia na akaambiwa ni Moi tu alikuwa hapo akimsubiri. Jomo Kenyatta alitoka ofisini na akaanza kuongea kwa lugha ya Kikuyu ili Moi asielewe. Wakati hatimaye aliamua kuketi kuongea na naibu wake, Kenyatta alimtaka Moi kutazama burudani la kwaya pamoja naye kabla hawajazungumzia alichomuitia. Wakati burudani hilo likiendelea, mzee Jomo Kenyatta alianza kusinzia na akalala, lakini Moi akazalia macho amaketi kwa subra bila kuonyesha hisia zozote. Ni baadaye sana wakati rais alikubali kujadili alichomuitia Daniel Moi. Dharau za aina hii kutoka kwa Wakikuyu serikalini dhidi ya Moi ziliwakasirisha rafiki zake kama Ronald Ngala. Ngala alipomwambia Moi ajiuzulu kuondokea dharau hizo, Moi alikataa akimwambia kuwa subra huvuta heri na kuwa wakati wao kutawala ungefika. Kenyatta alipoanza kuugua 1969 na machafuko yakaanza baada ya Tom Mboya kuuawa, Moi alianza kupewa majukumu zaidi kama naibu rais.
Siku moja kwa mfano, Moi aliamkia kuwakilisha Rais Jomo Kenyatta katika mchango wa harambee katika mkoa wa Kati, kisha aliondoka hapo na kuelekea Nakuru ambapo alifungua hafla nyingine ya harambee kabla ya kusafiri tena hadi Eldoret usiku wa saa 3 kufungua mchango mwingine wa taasisi ya teknolojia ya Rift Valley Institute of Technology. Shughuli hiyo ya Eldoret iliendelea hadi saa 9 asubuhi, wakati Moi aliondoka tena kuelekea nyumbani kwake Kabarak angalau apate usingizi. Alipofika nyumbani akajaribu kulala, lakini haikupita saa 1 ikafika saa 11 asubuhi na Rais Jomo Kenyatta akampigia simu kumjulisha kuwa rais alikuwa anaenda Mombasa. Basi Moi hakulalamika, bali aliamka na kusisitiza kuandamana na rais hadi Mombasa, kisha akarudi Bonde la Ufa kulala. Shughuli zote hizi alihudhuria kwa usafiri wa barabara. Kufikia 1976, ilikuwa wazi kuwa Jomo Kenyatta hakuwa na shauku kuhusu uaminifu wa naibu wake Daniel Moi. Uzee na afya hafifu ya Jomo Kenyatta ilipozidi kuashiria mwisho wa utawala wake, maadui wa Moi wakawa wanapanga njama kuhakikisha kuwa hangerithi urais. Kundi la waliompinga liliongozwa na Mbiu Koinange na Njoroge Mungai na lililenga kumkata Moi miguu ya kisiasa kwa kubadilisha katiba dakika ya mwisho. Kundi hili liliitwa Change the Constitution Group na viongozi wake walikuwa Mbiu Koinange, Daktari Njoroge Mungai, Jackson Angaine, Keheka Kimani, Paul Ngei na James Gichuru. Hatua ya kwanza ya kampeni ya kuzuia Moi kuwa rais ilichukuliwa Septemba 1976 katika mkutano huko jijini Nakuru. Mkutano wa wahusika ulihusisha mawaziri na wabunge kutoka Mlima Kenya ambao walianzisha kampeni ya kitaifa kupigia debe mapendekezo yao ya kubadilisha katiba dhidi ya Daniel Moi. Licha ya kupata habari ya mipango ya Mbiu Koinange, Daniel Moi alisalia kimya na kusubiria wakati mwafaka ili ashambulie. Hatimaye alitumia watu wake bungeni kupitisha makubaliano ya wabunge yaliyokemea njama ya kundi la Change the Constitution Group. Wabunge 98 waliompendelea Moi walitia sahihi mkataba wa kujitenga na kundi hilo la Mbiu Koinange. Isitoshe, Attorney General Charles Njonjo alitoa onyo kwa kundi hilo akitishia kufungulia mashtaka mtu yoyote ambaye alipanga kufaidi kwa kifo cha rais mwanzilishi Jomo Kenyatta. Licha ya juhudi za Njonjo kutetea Moi, Mbiu Koinange alikuwa ameshawishi muungano wa Luo Union na Jaramogi Oginga Odinga kiongozi wake kuunga mkono kundi lake la kubadilisha katiba na kumzuia Moi. Hatimaye uamuzi wa kubadilisha katiba ulibakia na mzee Jomo Kenyatta. Mwishowe Kenyatta aliita pande zote mbili na baada ya kuwasikiliza wote akatoa uamuzi uliopiga marufuku juhudi za kundi hilo la Change the Constitution na kusimama na Daniel Moi. Katika uchaguzi wa chama cha KANU uliopangiwa 1977, watesi wa Moi walimshawishi mwandani wake wa kale Taita Towet aingie debeni kushindana na Moi kwa wadhifa wa naibu rais. Hii ingekuwa mara ya kwanza ambapo chama cha KANU kingechagua uongozi wake tangu 1966. Baada ya kampeni za kote nchini, afya hafifu ya mzee Jomo Kenyatta ilimlazimisha katibu wa KANU Robert Matano kughairi mipango ya uchaguzi huo na ukawa hautafanyika tena. Katika kipindi kilichofuata baada ya uchaguzi wa 1977 kuondolewa, Daniel Moi aliendelea kunyanyaswa kupitia maafisa wa polisi na kutolewa vitisho vya kifo. Kundi la siri la polisi lililojulikana kama Ngoroko likawa linapewa mafunzo na Waziri Njoroge Mungai ambaye alisimamia kitengo hicho cha polisi kwa lengo la kuwaua Moi na Njonjo na kuchukua serikali baada ya kifo cha Kenyatta. Njama yao haingefichuka hadi miezi mitatu baada ya kifo cha Rais Jomo Kenyatta. Basi asubuhi ya saa 9:30 tarehe 22 Agosti 1978, Jomo Kenyatta akaaga dunia akiwa ikulu ya Mombasa. Kamishna wa mkoa wa Pwani Eliud Mahihu alimpigia simu Moi mara moja nyumbani kwake Kabarak na kumjulisha kuwa mzee alikuwa ameyafumba macho yake milele. Moi aliondoka kwake haraka kuelekea Nairobi huku akichukua mlinzi mmoja peke yake kumwendesha, kwani alijua kuhusu njama ya Mbiu Koinange kutumia askari waasi wa Ngoroko kummaliza pindi tu baada ya kifo cha Jomo Kenyatta. Uchaguzi wa kuamua rais mpya ungefanyika tarehe 9 Novemba na Moi angeshikilia urais kwa miezi mitatu sawa na katiba. Kwa siku 90 baada ya kifo cha Rais Jomo Kenyatta, maadui wa Moi walifanya mikutano ya siri kutafuta njia zingine za kumzuia asiwe rais wa kudumu, lakini juhudi zao zikafeli kila wakati. Mkutano wa baraza la mawaziri ulipofanyika kujadili uchaguzi, ilikubaliwa kuwa hapakuwa na yeyote wa kupinga Moi kama rais na hivyo uchaguzi haukufanyika.
Basi Daniel Moi akaapishwa kama rais wa pili wa Kenya siku chache baadaye. Hatua ya kwanza aliyochukua Daniel Moi kama rais ilikuwa kuachilia huru wafungwa wa kisiasa waliofungwa na serikali ya Mzee Jomo Kenyatta. Katika hotuba yake ya siku ya Jamhuri mwezi Disemba 1978, Daniel Moi aliachilia huru Martin Shikuku, Jean-Marie Serone na mwandishi Ngugi wa Thiong'o. Katika serikali mpya ya Moi, kila wilaya iliwakilishwa na naibu waziri, kitu ambacho hakikuonekana awali chini ya Kenyatta. Daniel Moi angeishia kuwa rais wa Kenya kwa miaka 24 mfululizo, huku uongozi wake ukihusishwa na udikteta na mauaji ya wapinzani mara kwa mara. Hata hivyo, wengi nchini Kenya wanaamini uongozi wa Moi ulibadilika baada ya jaribio la kumuondoa mamlakani lililotokea mwezi Agosti 1982. Matatizo yalianza wakati Jaramogi Oginga Odinga, ambaye Moi alirejesha serikalini 1979 kwa kumteua mwenyekiti wa bodi ya pamba nchini, aliamua kumshambulia marehemu Jomo Kenyatta hadharani. Jaramogi Odinga aliambia hadhira yake mnamo Aprili 1981 huko Mombasa kuwa Jomo Kenyatta alikuwa mwizi wa mashamba, na kuwa baada ya kifo cha Kenyatta, Daniel Moi alikuwa amemuita yeye Odinga aje serikalini kwa kumuita baba. Matamshi haya yalighadhabisha Daniel Moi, ambaye alimpiga kalamu Odinga na kukana kuwa aliwahi kumuita baba, akisema Kenyatta pekee ndiye alikuwa baba kwake. Baada ya kulazimishwa kujiuzulu kutoka kwa bodi la pamba, Jaramogi Oginga Odinga aliamua kutumia mbinu tofauti kukosoa serikali ya Daniel Moi. Kufikia mapema 1982, shilingi ya Kenya ilikuwa imeshuka sana na uchumi wa kitaifa kuzorota, kitu kilichopelekea migomo na maandamano ya mara kwa mara ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Wabunge walioongozwa na Kuigiwa Wamwere wakaanza mchakato wa kuikosoa vikali serikali ya Moi. Oginga Odinga na mwanawe Raila walianza mikakati kuanzisha chama kipya cha siri cha kisiasa kilichoitwa Kenya Africa Socialist Alliance. Wahusika wengine wa njama hii walikuwa George Anyona na mwanahabari Otieno Makonyango. Hata hivyo, Moi alijulishwa kuhusu njama yao na akawafukuza Anyona na Oginga kutoka chama cha KANU. Isitoshe, Moi alitoa onyo wakati wa sherehe za Labor Day tarehe mosi 1982, akiwaonya wale wote waliopanga kuvuruga amani ya kisiasa nchini kwa kuanzisha vyama vya kikomunisti. Licha ya onyo, Jaramogi Oginga Odinga na wenzake waliamua kuweka tarehe ya kuzindua chama chao kipya. Siku moja kabla ya kuzindua chama chao, Odinga na wenzao walishtukia serikali ya Moi imepitisha mswada wa bunge uliopiga marufuku vyama vingi nchini Kenya. Kwa kuongeza kifungu kipya cha Section 2A katika katiba ya Uhuru, Moi alifanya Kenya kuwa de jure one party state, yani taifa la chama kimoja kwa sheria. Sheria hiyo mpya iliandikwa na kuwasilishwa bungeni na Charles Njonjo kwa ushirikiano na Mwai Kibaki. Hata baada ya kumzuia Jaramogi Oginga Odinga na chama chake, Moi alizidi kupata fununu kuhusu njama za siri ndani ya majeshi kumng'oa mamlakani, haswa kutokana na kundi lililojulikana kwa jina la December 12th Group. Wakati Moi akijiandaa kusafiri kwenda mjini Tripoli huko Libya mwisho wa mwezi Julai 1982, mmoja wa mawaziri wake, John Keane, alimuonya kwa kumwambia asiondoke kwani ilikuwepo njama ya kumpindua. Jaribio la njama hiyo lilitekelezwa asubuhi ya tarehe 2 na kundi la wanajeshi wa hewani Kenya Air Force wakiongozwa na jamaa aliyeitwa Private Hezekiah Ochuka. Kabla ya pambazuko asubuhi saa 9, Ochuka na wenzake walitangaza kuwa walikuwa wamechukua serikali na kuwa Kenya ilikuwa chini ya uongozi ya majeshi ya wanahewa. Hata hivyo, kufikia asubuhi ya mafungulia ng'ombe, majeshi ya Daniel Moi yalikuwa yamewazidi nguvu wana mapinduzi na kurejesha hali ya kawaida. Rais mwenyewe alikuwa Kabarak wakati huo na alikuwa na njama ya kuingia mafichoni wakati wanajeshi wake walitangaza kuwashinda waasi hao. Hezekiah Ochuka na wote waliohusika walihukumiwa vifo na kuuawa, huku Raila Odinga akizuiliwa bila mashtaka hadi mwaka wa 1988. Mnamo mwezi Juni 1983, kufuatia uchunguzi wa nani alihusika na jaribio la kugeuza serikali, Rais Daniel Moi na Charles Njonjo walimaliza urafiki wao wa muda mrefu wakati Njonjo alituhumiwa kuhusika na akafukuzwa kutoka kwa serikali. Kenya ilisalia kuwa taifa la chama kimoja hadi pale wakati Moi aliondoa Section 2A ya katiba na vyama zaidi kukubaliwa kurudi Kenya katika uchaguzi wa 1992. Daniel Moi aliondoka ofisini mwaka wa 2002 na kumwacha mamlakani mshindi wa uchaguzi Mwai Kibaki, licha ya Kibaki kumshinda mgombea wa KANU Uhuru Kenyatta.
Daniel Moi alianza kuugua mwenyewe mwezi Oktoba 2019 na akalazwa hospitalini Nairobi Hospital kwa mwezi mmoja kabla ya kurudi nyumbani. Aliugua tena mwezi mmoja baadaye na kurejeshwa hospitalini ambapo aliaga dunia asubuhi ya tarehe 4 Februari mwaka wa 2020 akiwa na umri wa miaka 95. Baada ya wananchi kutazama mwili wake bungeni kwa siku 3, Daniel Toroitich arap Moi, rais wa pili wa Kenya, alizikwa nyumbani kwake Kabarak, kando na alikozikwa mkewe Lena Bomet.